Bwana Yesu asifiwe. Nilizungumza wakati fulani kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu kamili, lakini pia ni Mungu kamili, na nikakuonesha maeneo tofauti tofauti kwamba Yesu alikuwa anakula. Yesu alizaliwa na mwanamke. Kwa hiyo zote zilikuwa ni vitu ambavyo vinaonesha kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili, lakini pia Yesu ni Mungu kamili. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapa anazungumziwa Yesu Kristo. Ndio maana anasema pasipo yeye hakufanyika chochote. Manake Mungu alitegemea neno ambaye ni mwanaye Kristo Yesu. Sasa hii inaonyesha ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu asilimia zote, ana uungu ndani yake. Na hapa chini anazungumza mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili. Yule neno ambaye alikuwa kwa Mungu akafanyika mwili. Manake Kristo Yesu ambaye ni neno akafanyika mwili kwa jinsi ya kibinadamu, kuwa kama wanadamu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akafanyika mwili kuwa kama wanadamu sisi. Kwa hiyo yote ikuonesha ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu kamili, lakini pia ni mwanadamu kamili. Maana hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Yohana 1:14 anasema naye neno alifanyika mwili. Maana yake neno ambaye alikuwa kwa Mungu, ambaye ni Mungu kamili, akaja kufanyika kuwa mwili, mwanadamu kamili, kuzaliwa na bikira mwanadamu Maria. Kwa hiyo yote inaonyesha ya kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu kamili, Yesu Kristo ni Mungu kamili. Ndio maana ukisoma Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 9, sura ya 2 na ule mstari wa 9, Biblia inasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Katika nani? Katika Kristo, utimilifu wote. Na ukisoma Mathayo 1:23 anasema naye utachukua mimba, utazaa mtoto. Neno akafanyika mwili. Maana yake alitoka kwenye dimension ya Mungu akaja kwenye dimension ya wanadamu. Kwa Yesu ni mwanadamu asilimia kamili, na lakini pia ni Mungu asilimia kamili. Shalom.